Hebu kuwa mkweli. Kuna lile wazo ambalo kila ukienda kulala linakujia kichwani, lakini kila ukiamka unajipa sababu ya kutoanza. Unadhani huna mtaji? Unadhani huna muda? Ukweli ni kwamba akili yako inakuchezea mchezo wa hatari sana kukufanya ubaki maskini. Acha kudanganya watu kuwa utaanza kesho. Kesho ni mtego wa kisaikolojia unaotumiwa na watu waliofeli. Kama ungekuwa na ujasiri wa kuanza ulichokipanga mwaka mmoja uliopita, leo ungekuwa mbali sana. Katika dakika 7 zijazo, nitakuonyesha jinsi ya kuishinda akili yako na kuanza lile jambo unaloahirisha kila siku. Kabla hatujaanza, nikuombe kitu kimoja. Naomba usubscribe hapo na kulike video hii tafadhali. Sababu ya kwanza kisaikolojia inaitwa the spotlight effect. Athari ya kuona kila mtu anakuangalia, au hofu ya kuonekana. Hii ni hali ambapo unahisi kila mtu anakutazama wewe. Unafikiri ukianza ile biashara ndogo au ukianza kuvaa tofauti, basi dunia nzima itasimama na kukutolea macho. Unajiambia, watu watanionaje? Au marafiki zangu watanicheka nikishindwa. Ukweli mchungu ni huu. Watu hawakufikirii kiasi hicho. Kila mtu ana hofu zake, madeni yake na matatizo yake. Unapoteza miaka yako ya dhahabu ukijaribu kuwaridhisha watu ambao hata hawajui kama upo. Vunja ukuta huu kwa kuelewa kuwa maisha ni yako na wewe ndiye main character. Wengine ni watazamaji tu wanaopita. Sababu ya pili ni analysis paralysis. Kukwama kwenye kuchambua mambo kupita kiasi. Hii hutokea unapofikiria sana kiasi kwamba akili inachoka kabla hata hujaanza. Unasoma kila kitu, unatazama kila video na unatafuta kila taarifa. Kisaikolojia, hii ni njia ya akili yako kukufanya uhisi kama unafanya kitu, wakati kiuhalisia unajificha usianze. Overthinking ni aina ya uoga uliovaa suti ya umakini. Kumbuka, huwezi kuona njia nzima ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza kwa kutumia taa za gari usiku. Unachotakiwa ni kuona mita 50 mbele yako na uanze kutembea. Njia itajifunua ukiwa njiani. 3. Tuna mtego wa ukamilifu. Wengi wetu hatuanzi kwa sababu tunasubiri kila kitu kiwe perfect. Kisaikolojia, perfectionism au tabia ya kutaka ukamilifu ni ugonjwa unaoua ndoto. Inakufanya uogope kuanza ukiwa mdogo. Lakini ukweli ni kwamba bora kuanza vibaya kuliko kutoanza kabisa. Ukamilifu hauji kabla ya kuanza. Unakuja kupitia marudio na makosa baada ya kuanza. 4. Ni tabia ya kuchukia kupoteza au hofu ya kupoteza. Loss aversion. Ubongo wa binadamu umeumbwa kulinda tulicho nacho kuliko kutafuta tusicho nacho. Unaogopa kuanza kwa sababu unaogopa kupoteza muda, amani au akiba yako ndogo. Hii inakufanya uone risk ni kubwa kuliko faida. Unajikuta unachagua usalama badala ya ukuaji. Lakini kisaikolojia, kutochukua hatua ni hatari kubwa zaidi kuliko kuanza na kufeli. Badili mtazamo. Usiogope kupoteza kidogo. Ogopa kubaki hapo ulipo maisha yako yote. 5. Ni jambo linaloitwa imposter syndrome. Hisia za kujiona huna uwezo au unajifanya tu. Hii ni ile sauti ya ndani inayokuambia, wewe ni nani hata ufanye hili? Unajihisi kama siku moja watu watagundua huna uwezo wa kweli. Hii hufanya watu wenye vipaji vikubwa wabaki kivulini. Kisaikolojia, hii inatokana na kujilinganisha na watu walio mbali zaidi yako. Lakini kumbuka, hakuna mtu aliyezaliwa akiwa mtaalamu. Kila giant, jitu la mafanikio unayemwona leo, alianza akiwa hajui kitu. Sifa ya kwanza ya kufanya jambo si kujua kila kitu, bali ni kuwa na utayari wa kujifunza. Mwisho ni the comfort zone bias, upendeleo wa kubaki mahali ulipozoea. Akili yako inapenda vitu vilivyozoeleka
kwa sababu havihitaji nguvu nyingi. Kuanza kitu kipya ni kuingia kwenye giza, na akili yako inachukia giza. Utajikuta unajipa sababu nyingi. Nimechoka sana leo, au nitaanza Jumatatu. Hizi zote ni mbinu za akili yako kukulinda usitokee nje ya eneo ulilozoea. Lakini kumbuka, hakuna kitu kinachomea kwenye comfort zone. Ili uwe mtu ambaye hujawahi kuwa, lazima uanze kufanya mambo ambayo hujawahi kufanya. Hofu itakuwepo kila siku, lakini mafanikio hayamsubiri mwenye uoga. Leo ni siku ya kuamua, ubaki ulipo au upige hatua. Kama maudhui haya yamekusaidia kuelewa akili yako vizuri, usiondoke bila kusubscribe na kulike video hii. Hii ndiyo njia pekee ya kunipa sapoti ili niendelee kukuletea madarasa yenye thamani kama haya bure kabisa. Maoni yako ni muhimu. Niambie ni sababu gani kati ya hizi 6 imekuwa ikikutesa zaidi. Tukutane kwenye comments. Mpaka wakati mwingine, anza leo. Anza na hofu hiyo hiyo.